Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Leo katika mada kwa kina, tunaye aliyekuwa katibu mkuu wa mkutano wa 4 wa Umoja wa Mataifa wa wanawake, mkutano wa Beijing. Na mimi nimeona katika maisha yangu kabla hatujaja Beijing, kuzungumzia kwenda kuwinda mwanamke ilikuwa ni mwiko, kuzungumzia kwenda kuvua ilikuwa mwiko, kuzungumzia swala la kuchimba madini hiyo ndio mwiko zaidi mwanamke kwenda shimoni. Lakini sasa tunaanza kubadilika. Na leo katika mashinani tunaelekea nchini Burundi. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 25 mwezi Machi mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina, tunaye aliyekuwa katibu mkuu wa mkutano wa 4 wa Umoja wa Mataifa wa wanawake, mkutano wa Beijing. Lakini kwanza tupate muktasari wa habari unaowasilishwa kwako na Flora Nducha. Asante Lea. Naanzia hapa New York ambapo Umoja wa Mataifa leo umetoa wito wa kuachiliwa wafanyakazi wake wanaoshikiliwa kote ulimwenguni. Katika siku hii ya kimataifa mshikamano na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa waliokamatwa na kutoweka, umesisitiza umuhimu wa kutowasahau wafanyakazi hao, mathalan nchini Yemen ambako wafanyakazi 23 wa Umoja wa Mataifa pamoja na wafanyakazi wengine wa misaada ya kibinadamu wanaendelea kuzuiliwa kwa zaidi ya miaka 3 na mamlaka za Kihuti, na mfanyakazi mmoja wa misaada kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP amefariki dunia akiwa kifungoni. Ripoti mpya iliyotolewa leo na kundi la muungano wa mashirika ya Umoja wa Mataifa unaofuatilia vifo vya watoto UNIGME imeonya kwamba miongo ya maendeleo katika kupunguza vifo vya watoto na watoto wachanga wakati wa kuzaliwa yako hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Catherine Russell, akinukuliwa kwenye ripoti hiyo amesema mamilioni ya watoto leo hii wako hai kutokana na ahadi za kimataifa kwenye mikakati ya kinga ambayo ni pamoja na chanjo, lishe bora na kupata huduma za maji safi na salama. Lakini bila sera sahihi na utekelezaji wa kutosha, tunahatarisha kurejesha nyuma mafanikio haya yaliyopatikana kwa kazi kubwa, ambapo mamilioni ya watoto wanakufa kwa magonjwa yanayozuilika. Hatuwezi kuruhusu hili litokee. Na leo ni siku ya kimataifa ya kumbukumbu ya waathirika wa utumwa na biashara ya utumwa wa bahari ya Atlantic, ikiwakumbuka mamilioni ya Waafrika walioteswa, kunyanyaswa na kunyimwa utu wao. Katika ujumbe wake wa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesisitiza kuwa mizizi ya biashara hii ilijengwa juu ya itikadi ya ubaguzi wa rangi na dhana ya wazungu kujiona bora kuliko wengine, ambayo athari zake zinaendelea kujidhihirisha katika mifumo ya kisasa ya kijamii, kiuchumi na kisheria. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Flora Nducha kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Burundi kumsikia mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC akisimulia changamoto alizopitia katika migogoro inayoendelea. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi. Tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Ni miaka 30 tangu mkutano wa Beijing ulipofanyika jijini Beijing nchini China na kupitisha azimio lililofahamika kama Azimio la Beijing. Lengo kuu likiwa ni kuleta usawa wa kijinsia kwa kuwainua wanawake katika nyanja mbalimbali baada ya kundi hilo kuwa limekandamizwa kwa miaka mingi kote duniani. Kwa wiki 2 mfululizo hadi Ijumaa ya wiki iliyopita hapa
katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, katika mkutano wa 69 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani CSW69 ili kujadili ni kwa kiasi gani azimio la Beijing limefanikiwa. Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo ni aliyekuwa katibu mkuu wa mkutano huo wa Beijing, Bi Gertrude Mongella. Arnold Kayanda wa idhaa hii amepata fursa ya kuzungumza naye. Mama Gertrude, karibu Umoja wa Mataifa. Asante sana, nashukuru mmenikaribisha tena. Nimerudi nilikofanyia kazi na ninapakumbuka. Ndio maeneo yako haya, ndio umetuandalia njia na sisi sasa tuko hapa. Ndio. Na umeshiriki, umeona yanayozungumzwa. Wewe ulikuwepo wakati mnayaandaa, ulikuwa sehemu ya waandaaji, kiongozi mkubwa wakati ule. Umeridhika na hali ilivyo hivi sasa? Katika mwaka ule tulitumia muda mrefu kidogo kufanya maandalizi, zaidi ya miaka 2, na maandalizi yetu yalienea dunia nzima. Yaani tuliandaa tangu ngazi za wilaya katika nchi mbalimbali, ngazi za taifa na tuseme na mabara yote, Afrika, Asia, Marekani na Ulaya, yote tulihakikisha ya kwamba harakati za maandalizi zinaendelea. Mkikusanya maoni kila sehemu. Tulikusanya kila mahali, kila sehemu, na tukaishia kuwa na maeneo 12 ambayo tulijua ya kwamba sasa tukiyatekeleza haya, hali ya mwanamke duniani inabadilika na hali ya dunia nzima inabadilika. Kwa hiyo lengo la mkutano wa Beijing lilikuwa sio tu kuleta mabadiliko ya wanawake, lakini kuleta tuseme mapinduzi katika jamii ya binadamu, mapinduzi ambayo yanafanya binadamu, mwanamke na mwanaume, wote wanashiriki pamoja katika kuleta maendeleo katika nchi zao. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa lengo kuu, na malengo mengine ambayo tuliyaendeleza ni amani, maendeleo na usawa. Na hasa la usawa nadhani ndio limesikika zaidi. Sasa nikiangalia tulikotoka katika yale maeneo yote ambayo tuliyashughulikia, mimi naona mengine kwa kweli tumesonga mbele. Nchi nyingi zinakubali kwamba masuala ya elimu kwa wanawake si kitendawili tena. Nchi nyingi zimeweka mikakati ya kuhakikisha mtoto wa kike hatengwi inapokuja kwenye masuala ya elimu. Masuala yanayohusu kujitegemea kiuchumi, na kuna harakati nyingi kabisa za wanawake kuanzisha miradi mbalimbali, kuanzisha taasisi mbalimbali za uchumi ili wajenge uchumi wao. Kwa sababu tulitambua, hasa sisi tuliotoka bara la Afrika, walitambua ya kwamba umaskini, bila kufuta umaskini katika bara la Afrika ama duniani popote, mwanamke hawezi kufika popote. Kwa hiyo na swala la mwanamke kushiriki katika kutoa maamuzi katika sehemu mbalimbali, iwe ni kwenye familia, iwe katika mabunge, ushiriki wake mwanamke ni wa muhimu sana na kuongoza nchi. Na napenda kusema sisi Tanzania hilo sasa sio swala tena. Wala sio kitendo, sio ndoto. Na sasa miaka 30 ijayo, kuna mtoto anazaliwa leo, mtoto wa kike amezaliwa leo, miaka 30 ijayo atakuwa ni msichana mkubwa, mwanamke mkubwa. Unamwachia ujumbe gani? Ujumbe ambao ninayomwachia, kwanza sio mtoto wa kike tu. Mimi nawachia wote, mtoto wa kike na wa kiume. Kwa sababu tabu iliyotupata huko nyuma ni kutenganisha binadamu mwanamke, binadamu mwanaume, ndio imetupa matatizo. Wanaume wakaanza kuwanyanyasa wanawake hata mahali ambapo hawapasi kunyanyasika. Kwa hiyo mimi ujumbe nilionao ni kubadilisha mtizamo wa binadamu, wanaume kwa wanawake. Kwa hiyo sasa ndio mwanzo mzuri, watoto wa kike na wa kiume wote wajifunze haki za binadamu, na wanazione ya kwamba haki ya mwanamke pia ni haki ya binadamu. Na ili tufike mahali swala lisiwe ni mwanamke au mwanaume, tuseme ana uwezo ndio liwe swala. Na mimi nimeona katika maisha yangu kabla hatujaja Beijing, kuzungumzia kwenda kuwinda mwanamke ilikuwa ni mwiko.
kuzungumzia kwenda kuvua ilikuwa mwiko, kuzungumzia swala ya kuchimba madini hiyo ndio mwiko zaidi mwanamke kwenda shimoni. Lakini sasa tunaanza kubadilika, tabia inabadilika. Tuna vikundi vya kina mama wavuvi, wakina mama wachimba madini, wakina mama ambao wanafanya kazi na shughuli mbalimbali. Kwa hiyo mimi nasema lazima tubadilike, na labda wanaoandaa mitaala wahakikishe ya kwamba watoto wa kiume na wa kike wote wanalelewa katika mazingira ya kujali tu usawa wa binadamu. Kwa hiyo hili sisi ndio tunalotafuta, na hata wanaohangaika wakina mama tunatafuta nini? Tunatafuta kusema tuliumbwa sawa, na kwa hiyo fursa tupate sawa, miko ambayo inatuzuia kusonga mbele iondolewe. Na sasa ni mashinani, na kupitia video ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, fursa ni yake Lea, mnusurika kutoka DRC, ambaye yeye na familia yake wamekimbilia nchini Burundi kutokana na vita kali inayoendelea nchini mwake. Hapa anasimulia jinsi walivyosambaratishwa na vita hiyo, na anaposema masasi anamaanisha risasi. Masasi lipigiwa ya mingi sana, ya mingi. Njo tukaanza kimbia, bamwa bakapanda milima, bengine bakavuka mai. Batoto kumigongo, bengine kushingo na sakoshi kumkono. Pole sana Lea na familia yako. Tunakutakia amani na tunatumai amani itarejea nchini DRC. Basi kufikia hapa nami nakunja jamvi kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho kutwa siku ya Alhamisi kwa jarida jingine la video. Lakini kumbuka, upande wa redio jarida ni kila siku, kwa hiyo kesho Jumatano utapata jarida kutoka Habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na vipindi vingine kupitia channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Habari za UN, na ukurasa wetu wa X unaitwa Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN, inapatikana Play Store na App Store. Basi kufikia hapa, nami kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki ninakutakia siku njema. Jina langu ni Lea Mushi, na kwaheri kutoka New York, Marekani.